Kwenye gazeti bwana ya leo ukurasa wake wa mbele kabisa ndio una taarifa kubwa kuhusiana na NIDA ya hujumiwa. Ya uko hayo tena. Ambapo taarifa inaeleza wajanja wapiga fedha kwa kutengeneza vitambulisho feki, stationari za tumika kuhujumu, moja anaswa, mtandao zaidi wa sakwa. Hivi ndivyo inavyofanya kazi. Vipo vitambulisho ambavyo vinauzwa kuanzia shilingi 10,000 na ni vile vya taifa. Na ukumbuke mamlaka ya vitambulisho vya taifa ilitoa tarehe za mwisho kwa wale ambao bado hawajachukua vitambulisho vyao na walitumiwa message juzi wiki iliyopita. Unakumbuka David, ilikuwa ndo siku ya mwisho, lakini tunaona sasa kumbe kuna mtandao mwingine watu wakipiga na wakitengeneza vitambulisho. Swali ambalo mimi na wewe tunaweza tukatuuliza David, ndio wanaotengeneza ni Watanzania au ni watu wa namna gani? Na je, kwa usalama wa nchi ikoje kitu ambacho ni nyeti kiasi hiki watu wanaweza kukichezea? Na mimi Orest nikwambie, kwa Mtanzania wa kawaida ambaye hana mashaka hata kidogo, kwa sababu ni kwenda tu kusema babu yangu ni fulani, bibi yangu fulani, baba yangu fulani, mama yangu fulani, nimezaliwa kijiji fulani au kata fulani, kitongoji fulani au serikali au mtaa fulani. Yaani maelezo tu haya ya kawaida yanayothibitisha kwamba wewe ni Mtanzania. Watu wengi wa hivyo hawawezi kuwa na muda wa kwenda kutengeneza vitambulisho vya kugushi. Lakini wale ambao hivyo tu na kwa sababu mara nyingi ambacho naona watu wanaona kama usumbufu David ni pale wanapoulizwa vitambulisho vya vile vyeti vya kuzaliwa. Yes. Ambavyo kimsingi bado kama ukipata wakati unazaliwa kuna viapo vya wale wanaokufahamu. Yes. Ambavyo vinapatikana mahakamani, mnaenda mnaapa na kinatumika kama sehemu ya wewe kusaidia kupata hicho kitambulisho, na mwisho wa siku ukaanza utaratibu wa kuanza kuomba kupatiwa hicho kitambulisho cha taifa. Yes. Na wengine sasa ni wale ambao kwa namna yoyote hawawezi kujibu yale maswali, kwa maana ya kwamba si Watanzania. Si Watanzania. Kwa hiyo wale nao wanaweza wakaingia kwenye huo mchezo wa kugushi.